Habari ambazo zimetufikia leo asubuhi kutoka Minjila kuelekea Lamu, wenye mabasi, malori na magari madogo wamefunga barabara. Sababu wanaombea polisi kwa sababu imetoka court order, hii curfew iondolewe. Na sisi tunaambia watu wa Lamu wasimame na wasiondoke. Ikiwa wamefunga leo wakae mpaka nini, wafungue hapo hapo, lakini wasifungue mpaka pale serikali waajibike. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tuko katika siku ya Arafa. Naam, una lolote? Mimi swali langu nataka kuuliza, viongozi wa Lamu mko wapi? Wakazi wa Lamu wanateseka peke yao. Gavana wa Lamu uko wapi? Kwani hawa watu hawana viongozi? Senator wa Lamu uko wapi? Women rep wa Lamu uko wapi? Kwani hawa watu waliwachagua mupate mishahara peke yake wakati wa raha? Sahihi wako kwenye shida na wana haki ya kikatiba, wana haki ya court order. Simameni na watu wenu ili lile jambo ambalo mumechaguliwa kuwasimamia na kuwatetea litaonekana na litakuwa dhahiri. Basi ni message hiyo imepelekwa kwa viongozi wa Lamu, na tutasikia mengi kutoka kwa wanaharakati mbalimbali, miongoni mwao akiwa ni habari ambazo zimetufikia leo asubuhi kutoka Minjila kuelekea Lamu, wenye mabasi, malori na magari madogo wamefunga barabara. Na hapa mpaka saa hii kuna hundreds of cars zimekuwa blocked. Na sababu wanaombea polisi kwa sababu imetoka court order, hii curfew iondolewe. Polisi haukuiondoa. Magari yamefika saa 7-8. Kuna mabasi mengine yana abiria 44 ndani ya magari wamezuiliwa. Kwa hivyo nao wamefunga barabara na wasema hawataondoka. Na sisi tunawaambia wasiondoke mpaka pale wa announce officially kwa curfew has been suspended na court order itekelezwe. Na kwa masikitiko yetu makubwa, huu ni mwaka unakurubia mwaka 12 ambayo curfew inaendelea, na hakuna curfew ambayo inaweza kuendelea kwa muda mrefu bila vifungu vya katiba na sheria. Manake hii curfew si halali. Na jambo la kusikitisha kwamba wanasiasa, especially wanasiasa wa Mpeketoni, wameshikilia hii curfew siondoshwe, ikae hapo maisha. Na sisi tunataka kuambia, ikiwa mwanasiasa yoyote ambao anahisi hakuna usalama wa Lamu, basi tumwambia tafadhali pack your bags and go anywhere else. Wanaweza kuja Mombasa, wanaweza kwenda Nyeri, wanaweza kwenda Kisumu, lakini wasizuie watu kupata haki zao. Kufunga barabara ni kunyima haki ya watu kutembea, na hii katiba inasema haiwezekani kufanya namna hiyo. Na jambo la pili, majeshi ambayo yako kulinda kutoka mpaka wa Kenya na Somalia, na mpaka kwenye mipaka ni takriban kilomita 150. Leo wameacha kote kule ndani, wanasema Boni Forest imejaa Al-Shabaab, lakini KDF wanaogopa kwenda kupambana na Al-Shabaab. Wanakuja kuwatesa wananchi barabarani. Magari yanatoka Nairobi. Kataa dhulma, kataa. Magari yanatoka Nairobi, Malindi, Mombasa yanastopishwa, wanasimamishwa, wanacheki mabegi, haipungui roadblocks 10. Na hizi roadblocks lazima ziondolewe. Lazima ziondolewe kwa mujibu wa sharia. Na sisi tunaambia watu wa Lamu wasimame na wasiondoke. Ikiwa wamefunga leo wakae mpaka nini, wafungue hapo hapo, lakini wasifungue mpaka pale serikali waajibike. Na jambo la pili, tunataka kumwambia, kulikuwa na court order zimetoka 8-9 baina ya Kanja na Masengeli. Mambo ya mauaji, watu wale wameshikwa, wamekufa kwenye cell, na wengine ambao disappearance. Wakaitwa mara 9 hawakuja. Hawa watu hawafai kukaa katika madaraka. Hawa watu lazima wa resign au wafukuzwe kabisa, kwa sababu wanatoa jina baya kwa polisi. Na ikiwa polisi
hatui amri, basi wao hawana haki kuambia watu lazima wafuate sheria, kwa sababu wao wenyewe wafuate sheria. My name is Badi Somo. I'm a senior citizen of this country. I am a farmer as well as a fisherman from Lamu County. I'm here today to represent myself, to represent Lamu community, and to represent our Sultan Omar Sharif, who is out of the country, and I will read his statement on his behalf. Press conference statement by Sultan Omar Sharif, community leader Lamu County, on the government's refusal to obey the Garsen High Court's order of 21st May 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, members of the press and all Kenyans. Thanks for your coming. On 21st May 2026, the Garsen High Court restored the right of Lamu people to move freely. The ruling was not a suggestion, it was not a request, it was not a proposal, it was the law. Today, the government of Kenya is breaking the law. The president and his administration have refused to obey a court order. They have chosen to keep Lamu County fishermen, farmers, and traders locked out of the market. They have denied the Lamu County community freedom of movement. That is not security, that is tyranny. To the president, you sought to uphold the Constitution right now. You sought to uphold the Constitution right now. You sought to uphold the Constitution right. Now you are violating it. If court order do not apply in Lamu County, then they do not apply anywhere in Kenya. You are telling 50 million Kenyans that the rule of law is optional. To the national government, you cannot hide behind security to justify oppression. The court gave you a lawful pass. Your refusal exposes the truth. This was never about security. It is about brutality. To our leaders, to our local leaders, silence is betrayal. If you sit quietly while the Constitution is trampled in your own country, then you do not represent Lamu County. You represent your own cowardice. Stand up now, or the people will remember who abandoned them at the time of need. To the people of Lamu, we won in court. We will not lose in the streets. We will not accept being treated as a second-class citizen. We will keep pushing peacefully but firmly until the law is respected. Haki si ombaomba. Haki ni yetu na serikali lazima itii sheria sasa hivi. Simama na haki, simama! Simama! Simama na haki, simama! Simama! Down with oppression, down! Down! Down with oppression, down! Down! Peace is not about the absence of violence, but the presence of justice. Asanteni sana, Sultan Omar Sharif. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.